Kwema kaka mkubwa. Uko sawa? Niko vizuri sana. Bwana, umekuja kwenye mapokezi ya mnyama hapa akijiandaa na mchezo wake dhidi ya TRA United. Sio Tabora tena, ni TRA United. Tuambie kipi ambacho unatarajia kukiona? Kwanza kabisa tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa majina yake leo mazuri. Amekutupatia afya mpaka leo hii tunakuja kumpokea mnyama Simba Sport Club hapa kwenye airport yetu hapa ya Tabora. Kwa kikubwa sio siri tu kana kwamba wana Simba tumejiandaa vya kutosha kupata matokeo nje ya uwanja na ndani ya uwanja. Nje ya uwanja na ndani ya uwanja. Ndani ya uwanja yani kivyo vyote vile. Na ndio maana tuko hapo kwa sababu kama hii hapo hivi. Sawa bwana, mechi ambazo wameshacheza chini ya kocha mpya, meneja mkuu Pantev, una kipi cha kuzungumza? Kwa kusema ukweli Simba kwa dakika hizi bado kidogo kwa sababu mwalimu ndio mechi yake tu ya pili. Bado angalau ule ufundi wa mwalimu wachezaji hawajaanza kukopi bado. Kwa hiyo tuwape muda kidogo, tumpe muda mwalimu kidogo, kwa mechi 5-7 hivi ndio kidogo hata tushangaa tukawa tunamhukumu basi, au pengine tutatafsiri mpira mzuri. Kwenye hizo mechi 7-5 ambazo unasema mpe muda, ikitokea mmepoteza matokeo pia hamtamlaumu, mtasema bado. Ni hali ya mchezo. Yaani kwa mwanaspoti yote ambaye anajua swala ya mpira wa miguu. Mpira wa miguu na matokeo matatu. Kuna kufungwa, kusale na kushinda pia. Kwa hiyo nitakuwa ni aina tu ya matokeo, ni aina ya mpira kwa sababu ndio mpira ulivyo, umeona? Na hakuna timu ambayo haifungi duniani. Hata kina Guardiola juzi kati tu katoka kupoteza mechi ya mwisho ya ligi hapa, kala chuma moja mpaka dakika 90, Man City bila, Aston Villa goli moja. Kwa hiyo ni mpira wa miguu jinsi ulivyo na matokeo ya kikatili sana. Sawa, lakini kuna mabadiliko ambayo mnayaona kwenye Simba yako ya msimu uliopita na Simba hii chini ya Pantev ndani ya mechi hizi mbili? Kwa mabadiliko kwa kusema ukweli bado, kwa sababu ya kitu kimoja. Mwalimu ndo kaja mpya na istosha na wachezaji wengi 90% ni wapya. Kwa hiyo mabadiliko bado kidogo bado. Hii yani hata ushindi tunaopata huu wa klabu bingwa ni hali tu ya wachezaji kucheza kwa kujitoa na kujiamini pia, na uongozi halikadhalika wa Simba huko imara, ndio maana unatufocus mpaka Simba yetu kupata matokeo hata ugenini pia. Ni hali tu ya wachezaji jinsi wanavyojitoa. Lakini swala pengine kwamba eti mbinu za mwalimu siku 2-3 hizi kwamba zimeclick, hapana bado. Usajili wa msimu huu unauzungumziaje? Maana wachezaji wengi ambao wamesajiliwa msimu huu wengi wanaanza kwenye kikosi cha kwanza. Usajili ni mzuri kwa sababu hakuna mchezaji ambaye kana kwamba eti kaja hapo kuja kupiga tu. Kwamba lazima kasajiliwa pale kwa ajili kuja kupigania jezi ya Simba. Kwa sababu Simba ni neno moja dogo sana, lakini ni timu fulani hivi kubwa sana. Kwa sababu hata Afrika Mashariki na Kati huko mpaka kaskazini huko wenzetu wanaijua Simba Sport Club kwa sababu inatokea wapi. Ukimwona inatokea wapi? Hajui inatokea Tanzania. Kwa hiyo nashukuru Mungu kwa kutupa utawala huo kuitambulisha nchi yetu ya Tanzania. Simba Sport Club ndio mwanzo kuitambulisha timu yetu ya Tanzania. Na kwa usajili huu kaka mkubwa utaklik tu. Na wachezaji, kila mchezaji ni mzuri, kumpa nafasi anafanya vizuri. Kila mchezaji ni mzuri na unaamini kwamba itakliki. Kwa hiyo unaamini kwamba sasa ile misimu minne ambayo umekosa ubingwa basi msimu huu haitajirudia. Kwa kusema ukweli na kuhakikishia kwamba sawa, kama nitaongea dhambi basi Mungu atanisamehe. Kwa msimu huu tu ubingwa tunachukua sisi wana Simba. Yani amini yani wa ligi tunachukua. Ubingwa wa ligi tunachukua, ndani tunachukua. Hamuogopi mtu, hamuogopi yeyote. Yani kaka mkubwa, mimi hapa hivi ninavyokuambia kana kwamba Simba ni timu moja, klabu kubwa sana Tanzania hii hapa. Na hata nje huko Afrika nzima. Umeona? Yani Simba sasa hivi unamweka poti moja kina Mamelodi Sundowns. Umeona vizuri? Ile poti ya wakubwa na yumo Mamelodi Sundowns, kuna experience pale yupo, kuna Al Ahly wale. Yani iko hivyo tu blaza, kwa sababu ukiangalia hata kwenye takwimu ya Afrika pale, sawa, Simba ni wangapi? Kwa hiyo lazima ipo kwa wakubwa wenzie. Lakini kwa hiyo hamuogopi mtu yeyote hapa. Kwa sababu kweli sisi wa kumogopa hapana. Sawa, umeona vizuri? Sisi hakuna makando. Tunachopenda sisi uongozi wetu ni imara, sawa, na mashabiki wetu sisi ni imara na akili timamu, tunajitambua. Kwa hiyo unapoambiwa na kwamba hivi nguvu moja, ile neno ni kubwa sana. Sisi tuna ushirikiano kuanzia viongozi mpaka na mashabiki na wanachama pia. Sawa, leo mmewaandalia nini sasa baada ya mchezo? Simba mkipata alama 3, mkishinda dhidi ya TRA United, mmewaandalia zawadi gani wachezaji pamoja na benchi la ufundi? Kwa sisi tulichoandalia sisi ni pongezi tu kubwa sana. Tutakuwa tunawashukuru kwa dhati kwa sababu wamekuja kutuletea heshima hapa Tabora na Tanzania kwa ujumla, kwa sababu kutoka safari ya kilomita ndefu kutoka Dar es Salaam mpaka hapa, alafu natoka
Umeona, alafu unakuja hapa hivi kaka mkubwa pengine unapigwa au unasale. Ni kitu kimoja kana kama sio kizuri, yani sio vizuri sana. Sawa? Kwa hiyo mimi na imani sisi tunaomba tu wachezaji na benchi la ufundi pia wenyewe watuandalie zawadi nzuri, na sisi pia kadhalika shukrani zetu sisi zitatosha kuwa zawadi yetu pia. Kwa hiyo nyie zawadi yetu ni kujitokeza kwa wingi wenyewe. Kwa vizuri mno, wala hata hakuna kelele. Tutaipongeza Simba yetu, tutashirikiana kwa moja kuanzia sasa hivi tunapoipokea mpaka pale itakapoondoka, na uanza tutajaza bila shaka. Bwana, wakumbushe majina yako, lakini pia umalize sana mashabiki ambao hawana taarifa kwamba Simba iko hapa Tabora. Mimi majina naitwa Azizi Rajabu, lakini nickname anapenda kuniita Azizi Andambwile. Sasa Azizi Andambwile si wa Yanga? Mkubwa ni wajina wangu, afu nampenda sana yule mwamba kwa sababu namkubali sana Azizi Andambwile. Yani naweza kukwambia yeye ndio mrithi wa Aucho pale. Sasa tu anambeza. Yule ni mwamba, ni mtu na nusu. Amini brother, nakwambia tu kweli. Yani afu napenda tu kuwashauri mashabiki wa Simba Sport Club wajitokeze kwa wingi uwanjani siku ya tarehe 30, wakati tiketi mapema, waje kushuhudia timu yao ya Simba Sport Club. Ni nzuri, wala hakuna kelele, hakuna makando mengi. Sisi ni watu wa mpira. Kwa hiyo sisi wajitokeze kwa ukubwa wao, kwa wingi wao, wanachama na washabiki pia. Tukaione Simba yetu Sport Club pale. Tiketi umeshakata? Mimi tiketi bado mkubwa, sijakata. Ukitoka hapa unaenda. Nikitoka hapo kuipokea Simba yangu ishaingia pale JM Hotel, basi tunafocus swala kukata tiketi. Ukishamuona Rushine De Reuck. Naam. Ukishamuona Rushine De Reuck unaenda kukata tiketi. Yani tu kikubwa duka na kwamba tu yani sisi tumekuja kuwapokea wachezaji wote hapa. Hata watakaoonekana sisi ndio hatuja kumpokea mtu rasmi, hapana. Tumekuja kupokea Simba Sport Club wachezaji wote. Bwana, shukrani sana. Nakushukuru pia.